Ni kusalimu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Hope Media, ni kukaribishe katika wakati huu mzuri kabisa wa kusikiliza neno la Mungu. Na jina langu naitwa Jackson Venansi Kavano. Ninakuletea habari njema za Yesu Kristo. Ninakuja kwako na mada ya muhimu sana. Mimi ni Mwadventista Msabato, na hususa ujumbe huu sana utatuhusu sana Waadventista wa Sabato pote duniani tulipo. Pengine niseme katika hili kwa wale ambao wananifahamu, si mgeni kwao. Nimekuwa Mwadventista Msabato kwa muda mrefu, na leo nitakuja na habari ya historia, lakini pia na historia ya kanisa. Nimekuwa Mwadventista Msabato tangu mwaka 1996 na ilipofika mwaka 2008 niliingia katika matengenezo. Ni jambo ambalo nadhani Waadventista wote duniani wanajua. Mwaka 2008, ingawa kuanzia kabla 2008 kuna matengenezo yalilipuka duniani baadhi ya sehemu, japo sio dunia yote. Na mwaka 2008 hiyo mimi pia niliingia kwenye kanisa la wana matengenezo. Nimedumu toka mwaka 2008, takriban sasa ni miaka 15 hivi, miaka 15. Kwa hiyo ninao uzoefu katika matengenezo. Nimetembea sehemu mbalimbali, si mgeni katika nchi yetu ya Tanzania. Nadhani wengi mnanifahamu. Nimetembelea sehemu mbalimbali, tumefanya kazi ya kuhubiri kwa muda mrefu, kwa miaka yote hiyo. Nataka niwaletee habari hii. Kwa nini niliingia matengenezo? Niliingia matengenezo kama ambavyo wana matengenezo tuliamini kwamba kanisa la Waadventista wa Sabato sasa wamekuwa Babeli na wameasi. Na ni ukweli usiopingika kwamba kuna matangazo mengi yalipita kila sehemu, miji na vijijini, ikitangazwa mbiu hiyo ya kwamba kanisa la Waadventista wa Sabato ni Babeli, na watu wengi walijitenga. Na mimi ni miongoni mwa watu ambao walijitenga. Baada ya kujitenga, tulifanya kazi ya kuhubiri ndani ya mji na nje ya mji. Nadhani wana matengenezo wenzangu watakuwa nakumbuka kwamba mimi ni miongoni mwa wale wachache ambao tumepata nafasi ya kuhubiri sana. Tumetembelea makanisa ya Waadventista wa Sabato, tumetembelea washiriki kwenda kuwaondoa na kanisani, kuwaonyesha kwamba kanisa hili sio Babeli. Na tulihubiri hivyo, na watu wengi waliamini hivyo. Sasa leo nakuja kinyume kidogo. Nimehubiri katika mikoa kadhaa ya Tanzania. Nimekwenda nje ya Tanzania, nimehubiri pia. Nadhani wa Kenya baadhi mahali nilikowahi kufika wakiona watakumbuka. Tumefanya kazi katika mazingira magumu, kwa kuwa niliamini kabisa kuwa naifanya kazi ya Bwana, na niliamini kile nilichoamini ni sahihi. Sasa siku hii ya leo ninakuomba sana na ninakualika sana unipe muda wako wa kunisikiliza vizuri sana. Kwa nini nimesema leo nimekuja tofauti kidogo? Leo nimekuja na mada inayosema kanisa la Waadventista sio Babeli. Na mada hii nitaizungumza kwa kina sana, nitatumia maandiko sana kuliko maneno. Kuna vitu vingi nimejifunza nikiwa matengenezo, pata uzoefu wa kusoma vitabu, ingawa sijisifu kuwa nimesoma vitabu sana kama wengine. Hapana, mimi ni mdogo kabisa, tena mdogo kabisa, lakini kwa kile ambacho nimekisoma nitahitaji kukileta mbele zenu. Na anayasema haya ili tufaidike wote. Na niwaombe rafiki zangu wana matengenezo popote pale walipo, na hata wale ambao sio wana matengenezo, tushushe mioyo, tujifunze. Kile nitakachokileta ndicho tukijadili. Nitakuwa na nafasi kadhaa. Nitakuruhusu uweze kuweka swali lako la komenti hapo chini, lakini swali lako nitaomba lifuatane na vipengele nitakavyovileta. Yaani mada nitakayozungumzia siku hiyo, swali lako lilenge hapo, usinitangulie mbele, kwa sababu kinitangulia mbele sitajibu kabisa, kwa sababu siwezi kupoteza mada nyingine kwa kujibu swali ambalo sijazungumzia mada yake. Lakini kama nikifika mwisho wa mada zangu zote, halafu kaona kuna swali ulitaka kuniuliza na bado hujauliza au sijalizungumzia, mwishoni kabisa utauliza swali lolote linalohusiana na kanisa. Nimekuja na mada inayosema kanisa la Waadventista wa Sabato sio Babeli. Na kukumbusha, nimedumu matengenezo, nimehubiri kanisa la Waadventista wa Sabato kuwa ni Babeli kwa miaka zaidi ya 14. Nimehubiri, na mimi nilikuwa mwalimu katika mahubiri hayo, mwalimu ambaye nilikuwa nafundisha juu ya kanisa. Nimekuwa mwalimu katika masomo ya unabii,
lakini naomba nikuhakikishie siku ya leo kwamba nimekuja na mada tofauti. Wewe ambaye yumkini najua mwana matengenezo rafiki yangu, utakaponiona ukasema sasa huyu jamaa imekuwaje, naleta maandiko kwa sababu wakati tunatoka matengenezo, sijui kama ni mimi peke yangu au na wewe, tulipokea imani ya matengenezo tukiamini ndio ukweli halisi, na mimi niliuchukua kama ukweli kabisa. Kwa hiyo niliutetea kama ukweli kwa sababu nilikuwa natafuta ukweli, lakini pale ninapokutana na ukweli sina aibu ya kuukiri ukweli, lazima nitaukiri ukweli. Nikujulishe tu kwamba leo nimekuja na mada inayosema kanisa la Waadventista wa Sabato ambalo tumehubiri kwa zaidi ya miaka 15 kuwa limeasi na ni Babeli. Leo nakuletea mada inayosema si Babeli. Kanisa la Waadventista wa Sabato si Babeli. Na hiki ndicho kimenifanya mimi sasa kutoka matengenezo kurudi kanisani. Naomba unielewe mpaka sasa. Mpaka hivi tunavyozungumza mwaka 2026 nimefanya maamuzi kabisa kutoka matengenezo kurudi kanisa la Waadventista wa Sabato la awali. Na maamuzi haya niliyoyafanya sikukurupuka. Nilifanya maamuzi baada ya uchunguzi yakinifu kwa muda. Na uchunguzi huu nilioufanya ndio nauleta kwako wewe ili na wewe uone hilo jambo. Sasa naomba niingie kwenye mada moja kwa moja. Matengenezo yalipoanza yalitofautiana maeneo, kwa maana ya kwamba mada iliyowatoa mkoa fulani na mada iliyowatoa mkoa fulani zilikuwa zinatofautiana. Ndipo shida ya kwanza uielewe. Kuna waliotoka na mada hii, kuna waliotoka na mada hii. Mimi nitazungumzia upande wangu na wenzangu ambao wengi nimewaona na nimetembelea. Nimesema nimepata bahati ya kutembea sehemu kadha wa kadha. Kwa hiyo nitazungumzia kwa ujumla kile ambacho nilikiaminishwa hapo mwanzo. Waadventista wana matengenezo wanaamini au tulikuwa tunaamini ya kwamba kanisa la Waadventista wa Sabato ni Babeli, limeasi na limeanguka na limeungana na makanisa ya siku ya kwanza ya juma. Huo ni ujumbe ambao mpaka leo wanaamini hivyo, na tuliamini hivyo, na nilihubiri hivyo. Sehemu kubwa ambayo ilikuwa inadhibitisha kwamba kanisa la Waadventista wa Sabato limeanguka na ni Babeli, tuliamini kuwa ilitabiriwa katika Biblia. Waadventista wa Sabato duniani tunaamini Biblia pamoja na vitabu vya Mama White, Shuhuda au Roho ya Unabii. Kwa hiyo katika Biblia kuna sehemu ambapo ni msingi mkuu sisi kama Waadventista wana matengenezo. Naomba nitumie maneno haya nikisema sisi kama Waadventista wa matengenezo unielewe kabisa. Tuliamini kwamba sisi Waadventista wana matengenezo, kwenye Biblia kuna unabii uliotabiri kuanguka kwa kanisa la Wasabato, na unabii huo ni Ufunuo sura ya 18 na kwenye Biblia hapo na baadhi ya mafungu kadhaa. Kwa hiyo tuliamini kwamba Ufunuo 18 ilikuwa inalenga kanisa la Waadventista wa Sabato, na hivyo ilitupelekea kuchukua sasa maamuzi ya kujitenga na kanisa, tukiamini kwamba unabii umetimia, tayari kanisa limekuwa Babeli. Nitasoma Biblia. Sisi Waadventista wa Sabato tuliamini kuna Babeli za aina 3. Sisi Waadventista wa Sabato wana matengenezo. Nikisema wana matengenezo namaanisha wana matengenezo. Nikisema Waadventista wa Sabato takuwa namaanisha kanisa la awali. Tuliamini ya kwamba kuna Babeli ziko 3 katika Biblia. Tuliamini Babeli ya kwanza ni ya Ufunuo sura ya 17 kuanzia mstari wa 1 hadi mstari wa 8. Babeli mkuu, mama makahaba. Tuliamini, na tuliamini hii inalenga Rumi ya kidini. Babeli ya pili ambayo tuliamini ni Ufunuo sura ya 14 mstari wa 8. Tuliamini Babeli hii ilihusu makanisa yale ya Kiprotestanti ya mwaka 1844 yaliyokataa marejeo ya Yesu Kristo. Kwa yalipoanguka, basi tuliamini hiyo ni Babeli, yani makanisa yote ambayo ni ya Kiprotestanti lakini yanayotunza siku ya kwanza ya juma. Haya tuliamini yanalengwa na Ufunuo sura ya 14 mstari wa 8. Hilo jambo la pili.
Babeli ya tatu ni ya Ufunuo sura ya 18, ambapo hapo ndipo nitakapojikita. Babeli hii Ufunuo sura ya 18 na ule mstari wa 1 hadi wa 4, tuliamini kwamba hii inalenga kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa hiyo hizi tuliamini. Sasa katika hizi ipi sahihi, ipi sio sahihi? Babeli ya Ufunuo 17 sina mashaka nayo, iko sawa. Mama makahaba iko sawa, inalenga Rumi ya kidini. Babeli ya Ufunuo sura 14 mstari wa 8 inayolenga Uprotestanti ulioanguka, sina shaka nayo, iko vile vile. Ila shaka ni Babeli ya Ufunuo sura ya 18 kwamba inalenga kanisa la Waadventista wa Sabato. Nitaomba sasa niingie kwenye Ufunuo sura ya 18 moja kwa moja, halafu nikuletee muktadha wake, maana yake, kile ambacho ilikimaanisha kwenye Biblia pamoja na roho ya unabii. Sasa ninaomba twende. Taanza Ufunuo sura 18 na ule mstari wa 1. Ufunuo 17 inalenga ni kweli Rumi ya kidini. Ile Babeli mkuu mama makahaba ni Rumi ya kidini, hapo sina mashaka. Ufunuo 14:8 inayolenga Babeli, na tuliamini inalenga Babeli kwa maana ya ule makanisa ya Kiprotestanti yaliyokataa kupokea Sabato na marejeo ya Yesu Kristo, ndio inayolengwa, sina mashaka. Mashaka yangu ni Ufunuo sura ya 18 ambayo tuliamini inalenga kuanguka kwa kanisa la Waadventista wa Sabato. Sasa hapo ndipo nitakapojikita na nitaomba niisome. Nitasoma Biblia pamoja na roho ya unabii inafafanuaje kwenye hiyo Ufunuo sura ya 18, mahali ambapo wana matengenezo tuliamini ya kwamba huu ni msingi unaoonyesha kanisa la Waadventista wa Sabato limeanguka. Kuanzia mstari wa 1 Biblia inasema, baada ya hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni, mwenye mamlaka kuu, na nchi kaangazwa kwa utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanya biashara wa nchi wamepata mali kwa kiburi, kwa nguvu za kiburi chake. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake, kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni, na Mungu amekumbuka maovu yake. Mlipeni kama yeye alivyolipa, mkamlipe mara 2 kwa kadiri ya matendo yake. Katika kikombe kile alichokichanganyisha mchanganyisheni maradufu. Naomba nikomee mstari wa 6 hapa. Tuliamini maneno haya yanahusu kuanguka kwa kanisa la Waadventista wa Sabato, na naamini wana matengenezo popote pale walipo wanaamini hivyo. Labda kama wapo, lakini ni wachache. Sasa kwenye hii Ufunuo sura ya 18 tunapewa taarifa za kuanguka kwa Babeli. Lakini naomba twende kwenye Ufunuo 18. Kuna vitu hapa kadhaa ambavyo tunahitaji kuvichunguza. Biblia inaelekeza kwamba baada ya hayo, ninaomba tuanzie hapo kwanza. Inasema baada ya hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni, mwenye mamlaka kuu, na nchi kaangazwa kwa utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Sasa ukisoma Ufunuo 18 kwanza, kuna kitu cha kujiuliza hapa. Biblia inasema baada ya hayo, ni kana kwamba kuna yaliyofanyika kabla ya Ufunuo 18, halafu yalipofanyika sasa baadaye ndipo anakuja kuonekana malaika mwingine. Kwa hiyo ni kama mwendelezo wa jambo fulani lililoanzia mahali fulani, sasa linaendelezwa, sio linalojitegemea. Na ndio maana ukisoma Ufunuo 17 kwenye ile Babeli ya mama makahaba, hutakutana na maneno haya baada ya hayo. Ukija kwenye Ufunuo 17, yeye anaanza akaja mmoja wa malaika 7.
yaani ni kana kwamba ni taarifa mpya. Lakini ukienda kwenye Ufunuo 14 pia mstari wa 8 kwenye ile Babeli, na yenyewe anachokisema anasema kisha malaika mwingine, hasemi baada ya hayo. Maanake baada ya hayo ni taarifa iliyoanza ila inaendelea, ni kama ilifika sehemu fulani ikastop, sasa inaendelea. Sasa ni mwandishi, yani ni mtu yule yule anatoa taarifa za yule wa awali, sasa anazitoa, anaendelea kuzitoa. Ndiyo maana Kiswahili hapa kilichotumika kinasema baada ya hayo. Fungu hili nimelichunguza kwa muda mrefu na nilijipa muda wa kuchunguza kwa muda mrefu haya ninayokuletea. Nimechukua muda mrefu kuyachunguza, nadhani baadhi ya watendakazi wenzangu wanafahamu. Niliamua kujichukulia muda niyachunguze kwamba je, imani tunayoendelea ni yenyewe au la. Kwa hiyo naleta kitu ambacho nimekichunguza kwa muda. Baada ya kufanya uchunguzi ndipo sasa ninahitimisha. Ukisoma tu Ufunuo inasema mstari wa 2, akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu. Hii Babeli inayozungumzwa hapa ni mji ule, yani wa awali ulikuwepo. Sasa unaelekeza umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu. Kwenye Babeli zingine zote utakuta neno ule, manake ule ni kitu cha awali ambacho kilikuwepo. Sasa kinataja ziada ya maanguko yake, na anasema umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu. Umekuwa maskani ya mashetani, kwamba ni kweli ni huyu mmoja aliyekuwepo. Sasa ni taarifa zake zilikuwepo awali, lakini sasa kuna vitu vya ziada vimeongezeka. Yani kama ni mdhambi amepiga hatua ya dhambi zaidi. Yani sawa, nitoe na mfano huu, mtu akutolee mfano, nitoe mfano wa Jackson, kwamba mtu anataka kutoa taarifa za mabaya ya Jackson, kwamba mwanzoni Jackson ni kweli tulimfahamu kama mlevi, lakini sasa amepiga hatua kutoka kwenye ulevi, sasa si mlevi tu, ni mchawi. Kwa hiyo utakapotoa taarifa sema sasa amekuwa mchawi. Yani amekuwa, maana yake mwanzo alikuwa namna gani? Kuna kitu ambacho alikuwepo nacho, sasa kimeongezeka zaidi. Ndio maana anasema. Lakini pia anasema kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake na wafalme wa nchi wamezini naye. Sasa ili nikuonyeshe hii Ufunuo 18 ni mwendelezo wa Ufunuo nyingine. Ukija kwenye mstari wa 5 inasema, kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni na Mungu amekumbuka maovu yake. Zimefika mbinguni, alikuwepo nazo ni kweli, lakini sasa uovu umezidi kiasi kwamba umefika mbinguni. Maana yake huyu sasa anaikaribia, ameifikia ajali yake. Yani kama ni kikombe cha dhambi kimejaa, ili kijai lazima hapa chini kilikuwa na dhambi. Lakini ni kuonyesha kwamba ni tofauti huu mstari. Sikiliza mstari wa 6, anasema mlipeni kama yeye alivyolipa. Huyu Babeli kuna namna alilipa watu, yani hii inayozungumzia kumlipa ni mateso. Anasema mkamlipe mara 2 kwa kadiri ya matendo yake, katika kikombe kile alichokichanganyisha mchanganyisheni maradufu. Yani ghadhabu anayopewa ni mara 2 kwa sababu kuna matendo ambayo ameyafanya. Lakini ukisoma mstari wa 7 anasema kwa kadiri alivyojitukuza na kufanya anasa. Huyu Babeli mpeni maumivu na huzuni kadiri hiyo hiyo, kwa kuwa husema, huyu Babeli alisema moyoni mwake, nimeketi malkia wala si mjane, wala sitaona huzuni kamwe. Sasa nisikawie sana, naomba niende moja kwa moja kwenye roho ya unabii, maana ninaamini sisi wana matengenezo tunaamini sana kwenye maandiko kuliko maneno. Na mimi naomba kakanuni hako nitakafuata barabara kabisa. Ufunuo 18 inachokimaanisha ni nini? Katika maandiko matakatifu
Neno Babeli linamaanisha machafuko ya kidini, aina tofauti tofauti za mafundisho ya mapokeo au mafundisho ya uongo. Hilo linamaanisha Babeli. Sasa nitakuletea sasa kwa mujibu wa maandiko matakatifu, Babeli ya Ufunuo 18 ilikuwa inamaanisha Babeli ipi? Ufunuo 18, msikilizaji wangu, ni mwendelezo wa Ufunuo 14. Najua utasema mwinjilisti kivipi? Naomba nisikilize vizuri. Ufunuo sura 18, naomba uchukue point, ni mwendelezo wa Ufunuo sura ya 14. Yaani Ufunuo 18 na 14 ni kitu kimoja, ila 18 inataja ziada ya maovu ambayo yamefanywa na Ufunuo sura ya 14. Utasemaje? Twende kwenye roho ya unabii. Sura 383 aya ya kwanza. Sura hii ukurasa 383 aya ya kwanza. Huu ni ukurasa wa Kiingereza. Great Controversy 383 aya ya kwanza. Nitasoma. Maneno yanasema, Babeli inatajwa kuwa mama wa makahaba. Kwa hiyo mabinti zake ni lazima iwe ishara ya kuashiria makanisa yanayoshikilia na kung'ang'ania mafundisho na mapokeo yake na kufuata mfano wake wa kuacha ukweli na ukubali wa Mungu ili kufanya muungano potofu na ulimwengu. Ujumbe wa Ufunuo 14 unaotangaza anguko la Babeli ni lazima ulenge madhehebu ya dini ambayo mwanzoni yalikuwa safi na sasa yameharibika. Kwa vile ujumbe huu unafuata onyo la hukumu, ni lazima utolewe katika siku za mwisho. Kwa hiyo hauwezi kulihusu kanisa la Roma peke yake, kwa maana kanisa limekuwa katika hali ya kuanguka kwa karne nyingi. Zaidi ya hayo, katika Ufunuo sura ya 18 watu wa Mungu wanaitwa kutoka Babeli. Kulingana na andiko hili, watu wa Mungu wengi ni lazima bado wangali Babeli. Na sasa wafuasi wengi wa Kristo wanapatikana katika madhehebu yapi ya dini? Bila shaka ni katika makanisa mbalimbali yanayokiri imani ya Kiprotestanti. Katika wakati wa kuanza kwake, makanisa haya yalichukua msimamo mtakatifu kwa Mungu na ukweli, na mbaraka wake ulikuwa nayo. Hata ulimwengu usioamini ulilazimika kutambua matokeo ya wema ambao uliambatana na kukubali kanuni za Injili. Katika maneno ya nabii kwa Israeli yanasema, sifa zako zikaenea kati ya mataifa kwa sababu ya uzuri wako, kwa maana ulikuwa mkamilifu kwa sababu ya utukufu wangu niliokutia, asema Bwana Mungu. Lakini walishindwa kwa tamaa ile ile ambayo ndiyo ilikuwa laana ya kuangamia kwa Israeli, tamaa ya kuiga matendo na kubembeleza kufanya urafiki na waovu. Ulitumainia uzuri wako, ukafanya ukahaba kwa sababu ya sifa zako. Ezekieli 16 mstari na 15. Katika Ufunuo 17:1-5, akaja mmoja wa malaika 7 wenye vile vitasa 7, akanena nami akisema, njoo huku nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi, ambaye wafalme wa nchi wamezini naye, nao wakao katika nchi wamelevya kwa mvinyo wa uasherati wake. Akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya kufuru, mwenye vichwa 7 na pembe 10. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu. Naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojawa na machukizo na machafu ya uasherati wake. Na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu wa mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Mwanamke huyu huwakilisha kanisa la Roman Catholic. Mwisho wa kunukuu. Kama ulikuwa pamoja nami kwenye pambano ambayo tumeisoma, Nabii Ellen G. White anaeleza Ufunuo 10 na mahusiano ya Ufunuo 18 na mahusiano ya Ufunuo 14 na mahusiano ya Ufunuo 17. Mungu aliinua matengenezo kuanzia karne ya 15 hivi 16,
na alipoinua matengenezo ndani ya kanisa la Rumi, na ndiyo chanzo cha kutokezea kwa makanisa mbalimbali ya Kiprotestanti ambayo yaliungana kutetea ukweli, na haya makanisa yote kwa ujumla wake